Episode namba 3 inaanza na tukio kwenye zulia jekundu. Mwigizaji wa Kijapani anaitwa Hiro anawasili kwenye gari yake nyuma ya Muhii, anamsubiri basi amalize kutembea kwenye zulia pale baada ya kupata picha na vitu vingine kama hivyo bila kutaka kupoteza spotlight yake kabisa. Lakini hata hivyo anaamua kutoka nje hivyo hivyo tu na kuishia kumkamata Muhii wakati akiwa anaanguka. Kumbe bibi hakuanguka mazima sababu ya ndoto yake ama ndoto zake zile za dorame kama tulivyoona. Kwingineko, watayarishaji wa kipindi cha televisheni kinachoitwa Romantic Trip wanatafuta mwigizaji wa kike wa kuanisha na Hiro katika sinema hiyo. Wanaona kipande cha video cha Hiro akimkamata Muhii kwenye zulia jekundu na kuamua kwamba wawili hao basi watakuwa nafaa, hakuna hata haja ya kutafuta zaidi. Huko Japani, Hojin anampeleka Muhii kwa daktari ambaye anamjua nchini humo. Muhii anasema kwamba Yongwoo alimuona katika hoteli huko Japani ambapo alikuwa akikaa na ndivyo alivyojua angeenda kwake kuomba msaada. Katika episode ya pili tutamuona Hojin akiwa anamkuta Muhii katika chumba chake. Muhii anataka dawa ya wasiwasi na kusita anaeleza maono yake ya dorame kwa daktari. Anasema alihusika katika ajali kubwa iliyoua wazazi wake kipindi alipokuwa mtoto, lakini hawezi kukumbuka yoyote. Labda pia hiyo ndio sababu ya kwa nini anapitia yote ambayo anayapata sasa hivi. Hivyo daktari anampa vidonge na kumwambia kwamba anapaswa kufanya vipimo atakaporudi Seoul. Baadaye Hojin anaambia yeye muangalifu sana na asinywe pombe wakati wa tukio ambako anaenda huko. Katika usiku huo Muhii anaenda kwenye sherehe ya kukutana na Hiro ambaye anatarajia shukrani kutoka kwake, lakini anashangaa tu mwana mama anaisha kupiga picha naye badala ya kumshukuru. Unaweza kwamba hamtambui kwamba yeye ni nani na alimfanyia nini, lakini anachohisi itakuwa labda tu ni mmoja kati ya wale watu ambao wanamkubali kama shabiki. Watayarishaji wa Romantic Trip wanamfikia Hojin ili ajiunge kama mkalimani wa kipindi hicho, kwa kuwa wanapanga kusafiri kote ulimwenguni. Hivyo ujuzi wa Hojin wa lugha utakuwa ni muhimu sana katika kushuti sinema hiyo. Hojin anashangaa anapogundua kwamba Jiseon ndiye aliyempendekeza ama ndiye aliyependekeza jina lake kwa wazalishaji yao. Kumbuka Jiseon ndiye dada ambaye anamsumbua mpaka leo sababu ya kumkacha na kwenda kudate na kaka yake. Usiku huo Jinsuke ambaye ni kaka wa Hojin anakutana na Hojin na wanatoka kwa ajili ya kwenda kupata mlo. Jinsuke akiwa ameelewa sana anambia Hojin kwamba anapanga kuoana na Jiseon mwezi ambao unafuata. Jiseon anapokuja kumchukua baadaye anaisha kumuuliza Hojin kuhusu tamasha ya televisheni lile ambalo yeye alipendekeza jina lake kama mkalimani mzuri. Ndio jamaa kugundua kwamba kazi hiyo itamruhusu yeye kutoroka harusi ya brother yake na mwanamke ambaye alimpenda yeye ili mambo yasiweze kuwa mengi. Hojin anasema atafanya hivyo hivyo, hakuna shida, lakini mshangao mwingine unamsubiri studio ambapo anatambua kwamba Muhii ndiye mwigizaji mkuu wa kipindi hicho. Wakati wa mahojiano ya awali ya kipindi hicho Muhii anamwona dorame na anaisha kupoteza tu kujiamini kwake na hawezi tena kujibu maswali ipasavyo. Joto si joto, hali si hali tena, maana ni kama vile anamwona dorame katika studio hiyo. Wakati wa mapumziko Yongwoo anaambia Muhii kwamba Hojin huenda yuko hapo kwa sababu tu Jiseon alimuomba afanye hivyo, na si kwamba jamani stalker ama ni namna gani. Maana ilifika hatua sasa Muhii anawaza mambo yote mawili, ameharibu katika interview, lakini pia Hojin anafanya nini hapa? Lakini muda si mrefu Muhii na Hojin wanapata muda wa kuzungumza peke yao. Muhii anafichua kwamba alipimwa na vipimo vyake vilikuwa wazi kabisa kwamba hana shida yoyote, lakini dorame bado yupo tu. Hojin anamshutumu kwa kutojitunza na analeta mada za Jiseon ili kumdhihaki kama malipo yake. Yani Muhii huyo anaambia kwamba alikuwa akitumia kipindi hicho kama njia ya kuepuka harusi ya Jiseon. Wanaisha tu kubishana kuhusu kama wataweza kufanya kazi kweli pamoja licha ya kujuana kwa namna hiyo. Hojin basi akaamua kukubali kuacha kazi hiyo afu amwache Muhii aendelee katika spotlight yake. Baada ya kuondoka Muhii anaingia kwenye lift na kumkuta dorame amesimama huko ndani. Wanaposhuka dorame akaanza kumsema sana. Muhii pia akaanza kupiga kelele akiwa amekaa chini katika lift hiyo. Kwa bahati mbaya milango ya lift inafunguka na wafanyakazi wale wa sinema wanamuona ameinama na kupiga kelele akijaribu kuzuga ili wasimuone kama hayuko sawa. Maana hii ni mara ya pili. Ya kwanza ni pale kwenye muda wa interview na tayari walianza kumhisi kwamba hafai. Ikabidi mwanamama amdaki meneja wake alafu basi amwambie kwamba akimbie. Muhii basi akabidi kukutana na Hojin kwenye mgao. Jambo la kwanza likawa kuombana msamaha kwa maneno yao makali. Kisha Muhii anaambia Hojin kwamba watayarishaji wa sinema hawajawasiliana naye tena, inawezekana hawana mpango naye tena baada ya yale yaliyotokea kule katika studio katika kipindi kile, kitu ambacho aliamua kukubaliana nacho tu kwamba baada ya yale yote ambayo yalitokea ni uhakika tu kwamba singeweza kunipigia. Sasa baada ya tafuta njia wakaanza kunungunika, kwani hawatopata nafasi tena ya kuona taa nzuri zinaitwa Northern Light huko Canada. Maana hilo ndo lilikuwa wazo lao kuu katika kushuti filamu hiyo. Punde Muhii anapokea simu kutoka kwa Yongwoo ambaye ni meneja yake, anaambia kwamba maproducer
wanamchukua kama kawaida na recording ile ya sinema ya romantic trip itaendelea fresh tu. Lakini sasa kwa kuwa amepata hiyo nafasi, anaanza kuogopa tena kuhusu kuwa na wasiwasi wakati wa kurekodi, kwamba vipi kama akaanza kurekodi alafu yule Dorami akaanza kumtokea. Maana majanga ya trauma za Dorami hajamwisha tu, lakini anatambua kwamba Hojin labda ataweza kumsaidia na anamuomba basi aweze kuandamana naye. Kumbuka mwanzoni waligombana mpaka Hojin akaamua kwamba yeye ataacha. Kwa hivyo Hojin sababu ameanza kumpenda binti, basi akabidi akubali tu, maana binti aliishia kumlainisha. Basi bwana, sababu sinema ni kama reality show fulani, mahojiano ya awali kwa Hiro na Muhii yakaanza, ambapo wote wawili wanagundua kwamba ni nani ambaye atapata nafasi ya kusafiri naye katika onyesho hilo. Muhii anashangaa kwa furaha, lakini mwitikio wa Hiro una sintofahamu kidogo. Kituo cha kwanza cha onyesho ni Canada. Waigizaji na wafanyakazi wanakaa hotelini mwao. Hatimaye Muhii anatambua kwamba Hiro ndiye aliyemkuta kwenye zulia jekundu. Anamuuliza Yoonwoo kuhusu Hojin na anaambia basi amwangazie Hiro badala yake. Shida ya Muhii ni kuhamahama kati ya vijana watanashati. Hata hivyo Hiro hana hamu sana kuigiza pamoja na Muhii. Mtayarishaji Kim anamshawishi tu basi aendelee hivyo hivyo kwa msaada wa Hojin, na kisha wakakubaliana kwamba yote hayo yatakaa chini ya carpet tu, kwamba Muhii pamoja na watu wengine wasiwezi kujua. Hojin pia anaomba wafanyakazi wamwite Muhii kwa jina lake halisi na si Dorami, maana anajua tu dada akisikia jina hilo basi kichwa kinamzidi. Hojin anafika kwenye chumba chake cha hoteli ambacho anashiriki na Yoonwoo na kumuuliza kama Muhii anampenda Hiro. Yoonwoo anasema ndio anampenda, na baadaye akafikisha habari hizo kwa Muhii. Muhii sasa akaanza mchezo wa kumtumia Yoonwoo kama kisingizio cha kwenda kumuona Hojin katika chumba chao, lakini jamaa haraka akaelewa zile kodi, basi akamchukua wakaenda zao kutembea. Hojin ndio kumwambia kwamba kaka yake anafunga ndoa wiki ijayo. Shida ni kwamba anafunga ndoa na dada ambaye yeye alimpenda. Kuhusu Dorami, Muhii bado anamuona na kumdhihaki na kumtukana sana. Hojin anasema kwamba maoni hayo ni mawazo yake mwenyewe tu katika akili yake, kwani yote yanatokea kichwani mwake tu. Lakini Muhii hawezi kueleza kwa undani, akidai kwamba kufanya hivyo ni kama kumruhusu Hojin aisome diary yake. Muhii sio pekee anayesumbuliwa na Dorami. Hiro naye anaamka kutoka kwenye ndoto mbaya sana kumhusu Dorami huyo. Msaidizi wake anaambia kwamba Muhii anapanga surprise kukutana nalo la kwanza, na kwamba labda anapaswa pia naye kupanga kitu cha design hiyo hiyo, kwamba kizawadi fulani kumletea female actress. Hiro anafichua kwamba hakasiriki kuhusu Muhii kuto kumtambua, badala yake amekasirika tu kwamba ile picha yake ya uzombi na namna ambavyo haendani na mambo ya huba. Muhii anamuuliza Hojin kile Hiro alichokifikiria kuhusu yeye, lakini anakataa kusema chochote. Anazidiza kwamba jukumu lake yeye kama mkalimani ni kutafsiri bila kuongeza hisia zake mwenyewe. Kisha anaambia asimsikilize Dorami, hata kama sauti yake itaonekana kumzidi vipi, yeye awe focused tu. Amejiweka vizuri. Sasa amwambia kitu. Yoonwoo akawakatiza na Muhii basi ikambidi kuondoka. Basi huku wengine timu ikajiandaa kwa mkutano wa kwanza wa waigizaji. Muhii na Hiro wako kwenye bustani na wameunganishwa kupitia vifaa vya masikioni ama earpiece, huku Hojin akitafsiri. Hiro anatoa mfululizo wa maputo tofauti na kumwomba Muhii basi afuate ndo ampate, na hatimaye akaishia kumchosha tu, maana mara kaenda huku. Hojin akakasirishwa sana na kuamua kumsaidia kwa siri kumpata haraka zaidi, lakini Hiro sababu ya kutokuwa na mudi akawa hafurahi kabisa. Muhii basi akampeleka kumpa zawadi ya moyo uliotengenezwa kwa majani ya mepo. Anasema sasa huu ndio upuzi gani hizi? Sema kwa sauti ya chini tu, lakini Hojin hilo jambo akalisikia. Ghafla chembe ya vumbi inaingia na jicho la Hiro na contact lens yake ikaishia kuanguka. Kwa hiyo akagoma tena kuendelea na kushuti, na jinsi ambavyo mtu mwenyewe ni star, kwa hivyo kila kitu kikabidi kisimamishwe. Hojin anamkabili na Nami ambaye ni meneja wa Hiro, na anasema kwamba wanahitaji kutatua tatizo hilo haraka na kimya. Anamwambia Hojin kitu ambacho anahisi kwamba hicho kinaweza kubadilisha mawazo ya Hiro. Hivyo Hojin akafika hotelini akachukua snacks zote za Kikorea ambazo Yoonwoo alileta na kuviweka kwenye mfuko. Kisha anawaambia watu kwamba anakutana na rafiki yake mmoja hapo mjini. Muhii ambaye anataka kujaribu kwenda kuomba msamaha kwa Hiro kwa kilichotokea, anakutana na Hojin na Hojin anamstopisha na kumwambia sikutane na Hiro bila yeye. Kisha anaenda kukutana na rafiki yake ambaye wanabadilishana begi za snacks za Kikorea na basha moja nyembamba sana. Wakati huo Muhii anamuona Hiro nje huko barabarani akiwa anapiga picha, anaonekana yuko vizuri kabisa, hana shida yoyote. Dorami mara akatokea na kumwambia kwamba Muhii hawezi kumrushia jiwe Hiro, lakini Muhii anajizuia kwa Hiro, na Hiro sasa ambaye anamuona anaisha kuondoka tu
kama hamjui. Hojin anafika wakati huo na hatimaye anaambia Muhii ukweli kwamba Hiro hakutoka kabisa aigize na yeye hapo awali. Ndio maana mambo yako hivyo kama jinsi ambavyo anaona. Kisha Hojin anaenda kumuona Hiro na kumpa basha nyembamba. Hii inabadilisha mawazo ya Hiro na anakubali kuendelea na recording. Hojin anakimbilia kumtafuta Muhii. Baada ya hapo, wakiwa njiani kurudi, Hojin anakubali kwamba hakutafsiri kikamilifu kile ambacho Hiro alikisema hapo awali wakati wa kurekodi. Pia anaamua kwamba basi atatafsiri kila kitu ambacho atakisema, ikiwa ni pamoja na matusi, ingawa hiyo inavunja sheria yake kabisa ya kutafsiri maneno ambayo yako ya sampuli hiyo. Kwenye seti, Muhii anafuata ushauri wa Hojin na kumuonyesha Hiro kuwa yeye si mtu fulani wa mabifu. Kwa hiyo yuko pale anamuonyesha Hiro kiishara cha moyo kama hamna chochote kile ambacho kinaendelea. Ghafla moyo wa Hiro unaanza kupiga kwa kasi zaidi. Kisha tunajifunza ukweli kuhusu bahasha nyembamba. Hiro kumbe siku nyingi sana ametaka kwenda kwenye mchezo wa hoki kwa muda mrefu sasa, na Hojin alifanikiwa kumpatia tiketi hizo. Ndio flashback nyingine inaonyesha Hiro akizungumza na mwandishi, producer pamoja na Hojin kwamba yeye haoni vibe kabisa kuigiza na binti, kuna kanamna tu anakuwa off. Mwandishi anambia sawa, hii ni reality show, asifiki lolote, kama hataki kuigiza naye basi awe tu hivyo hivyo. Halafu sasa ndo watajua namna ambavyo wataipeleka hiyo story. Sasa wakati Hiro hamkubali binti na Muhii mwenyewe kwa sasa anajua Hiro, akaanza kufocus na Hojin. Lakini episode inaisha, anamkimbilia Hojin lakini anamkuta anaongea na Jisoo, yule yule aliyosema kwamba kamuumiza moyo. Itakuwaje sasa? Asante sana kutazama episode ya 3 na 4. Kama kuna lolote lile basi usisite kuniambia hapo chini kwenye comment section. Mimi naitwa Winani. Asante na kwaheri.